Ni kwa nini Watanzania wengi huwa wanaenda vyuo vikuu mpaka wanamaliza wanakuwa hawajui Kiingereza? Hili ni swali ambalo Wakenya wengi huwa wanajiuliza. Niko hapa leo kwa ajili ya kuwajibu. Jina langu ni Rachel Robin. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu za siasa za kimataifa. Watanzania tunaenda vyuoni kwa ajili ya kupata elimu, kwa ajili ya kupata ujuzi. Wakenya wanaenda katika vyuo kwa ajili ya kujifunza Kiingereza. Mwisho wa siku, kwa hiyo wanapomaliza chuo unakuta anafurahi jinsi ambavyo ameweza kuongea Kiingereza vizuri. Sisi wa siku tunapomaliza vyuo vikuu tunafurahi ni jinsi gani tumeweza kuwa na vyeti ambavyo vina marks nzuri, lakini ni jinsi gani ambavyo sasa tunaweza kumudu ule ujuzi ambao tumefundishwa shuleni au chuoni kwa miaka yote ambayo tulikuwa chuo. Kwa hiyo tofauti yetu ndio hiyo. Vipaumbele vyetu viko tofauti. Kipaumbele cha Mkenya anapokuwa chuo ni kuweza kujua lugha ya Kiingereza. Kipaumbele cha Mtanzania anapokuwa chuo kikuu kuweza kupata elimu aliyoenda kuifuata pale chuo kikuu. Kwa sababu mwisho wa siku ndoto za Watanzania wengi ni kuweza kujiajiri na kuweza kuitengeneza Tanzania iwe Tanzania ya viwanda. Kama ambavyo tulikuwa tunasikia kiongozi wetu wa zamani Magufuli alivyokuwa anasisitiza kwamba hapa kazi tu. Sasa sisi hivyo ndio tulivyo. Lakini Wakenya ndoto yao ni kwamba akishamaliza chuo kikuu, akishajua Kiingereza ili akaajiriwe na wazungu kila sehemu. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi kwetu hatufocus nayo sana. Sisi tuna focus katika kujiajiri wenyewe. Na ndio maana unakuta tunafungua kwa mfano shule, tunafungua shule nyingi na tukianzisha shule zile, tunaenda sasa tunawaajiri Wakenya na Kiingereza chao ambacho wameenda kujifunza vyuoni. Waje watufanyie kazi katika shule zetu ambazo tunazifungua. Mwisho wa siku nani ambaye anapata hela zaidi? Ni mimi mmiliki wa shule, sio wewe mwalimu ambaye nimekuajiri kwa sababu eti unajua Kiingereza. Kwa hiki ndio kitu ambacho sisi wa Tanzania tunakiangalia vizuri. Mwaka jana WHO kulifanyika uchaguzi kitengo cha Afrika. Alichaguliwa Mtanzania Dr. Faustin Ndugulile akawa ndo director wa WHO Afrika. Bahati mbaya alifariki. Mwaka huu uchaguzi ukafanyika tena. Amechaguliwa Profesa Janabi, huyu Tanzania. Sasa kwa nini wasingechaguliwa tuseme labda kutoka Kenya kwa sababu unajua sana Kiingereza wakaweze kukaa katika kiti kikubwa kama hiki cha kuwa director wa WHO? Kwa nini alichaguliwa Tanzania tena mara mbili mfululizo? Ni kwa sababu hawa maprofesa wetu kama Profesa Janabi alienda chuoni kwa ajili ya kwenda kupata elimu iliyomfanya wa director wa WHO kitengo cha Afrika. Akwenda chuoni kwa ajili ya kwenda kujifunza Kiingereza, bali alienda chuoni kwa ajili ya kwenda kupata elimu. Kwa hiyo iko ndo kitu. Kwa sisi sasa hivi tunamwangalia Dr. Janabi, tunasema kwamba ametutoa kimasomaso kwa elimu alionayo na kwa ufanisi wa kazi alionao. Hatumwangalii kwamba eti anajua Kiingereza kiasi gani. Hatujui hata kama anajua Kiingereza kiasi gani. Kwa iko ndo kitu sisi Tanzania tunachokiangalia. Diamond Platnumz, mwanamuziki kutoka Tanzania, nchi ya watu wasiojua Kiingereza, na yeye mwenyewe ajui Kiingereza. Lakini pamoja na kwamba ajui Kiingereza, katoka katika nchi ambayo tunafundishwa kutambua thamani yetu sisi ni ipi ndani yetu na jinsi gani ya kuitumia ile thamani ili tuweze kupata yale ambayo tunayataka katika huu ulimwengu. Na ndio maana leo hii Diamond Platnumz, mwanamuziki asiyejua Kiingereza, akiingia ndani ya Kenya analipwa pesa nyingi kuliko wanamuziki wa Kenya wanaoongea Kiingereza. Kwa hiyo hii ndio kitu ambacho sisi tunafurahia sasa, kwamba yule mwanamuziki wetu kaweza kufanya kazi, kaweza kunifu, kaweza kuteka soko mpaka yeye analipwa pesa nyingi zaidi. Tunaangalia sisi tunamwangalia Diamond anawezaje kupata pesa nyingi, anawezaje kufanya kazi yake anaifanyaje. Hayo ndio mambo tunayoangalia kwa mwanamuziki Diamond Platnumz. Lakini Wakenya wanaangalia nafikiri kwa wanamuziki wao, anawezaje kuongea Kiingereza, anawezaje kuongea Kiingereza. Sasa hii ni tofauti, na ndio maana sasa inafika hatua mwanamuziki kama Diamond Platnumz anakuja na Kiingereza chake ambacho hakieleweki, lakini anakuja kuchukua hela nyingi kuliko wanamuziki ambao wanajua Kiingereza hapo Kenya. Ndio sasa mnatakiwa muelewe kwamba Kiingereza ni lugha tu kama zilivyo lugha nyingine, kama ilivyo Kikamba, kama kilivyo Kichaga. Lakini unachotakiwa wewe kufahamu ni jinsi gani ya kuweza kutumia utu wako na jinsi gani ya kujua thamani yako ili ile thamani yako iweze kukuletea wewe maisha ambayo unayataka. Diamond Platnumz anajua thamani yake ni zaidi ya Kiingereza, na ndio maana leo anaingiza pesa nyingi kuliko mwanamuziki yoyote Afrika ya Mashariki. Barack Obama, Mkenya, anajua Kiingereza kweli, rais wa Marekani.
Aliofanyia nini wa Kenya? Hakuna alichowafanyia zaidi. Alipoenda Kenya alikuwa anawaambia wahalalishe mapenzi ya jinsia moja. Hakuna kingine ambacho anaweza kujivunia, na Kiingereza kizuri alichonacho Barack Obama. Julius Nyerere aliweza kufanya ukombozi katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Leo hii Tanzania tunaheshimika katika diplomasia na mizizi aliyoiacha Julius Nyerere. Ukiuliza Afrika Kusini watatushukuru wa Tanzania, tuliwasaidia. Angola, Namibia, Zambia, Mozambique, nchi mbalimbali walishirikiana na Julius Nyerere katika ukombozi. Hayo ndio mambo ambayo sisi Tanzania yanatubabaisha zaidi kuliko lugha ya Kiingereza. Ninao mashabiki wengi kutoka Kenya huwa wananiuliza, wewe ni mtoto wa kike, unajua vipi haya mambo ya geopolitics? Mbona unayajua sana? Ni kwa sababu mimi ni Mtanzania. Nilivyokuwa chuoni sikwenda kujifunza Kiingereza peke yake, bali nilienda kupata elimu. Elimu ambayo leo hii ndio ninaitumia. Elimu ambayo leo hii inanipatia pesa pasipo kuanza kulalamika ya serikali hazitoi ajira. Kwa sababu tayari nilishatrainiwa. Nilishapewa mafunzo ya jinsi gani ya kujisimamia. Kwa sababu tayari nilishafundishwa mimi ni nani, utu wangu ni upi, na ni jinsi gani naweza nikatumia nguvu nilionayo kucontrol kile ninachokitaka katika haya maisha. Na ndio maana leo hii watu wanalipa hela ili kuweza kupata chambuzi zangu za mambo ya geopolitics. Sasa wapo watu ambao wamesoma kama mimi wa Kenya, wanajua Kiingereza, wanazunguka na vyeti katika maofisi ya wazungu na media za wazungu, ambako wakipata kazi mshahara unaolipwa pengine mimi nawazidi, ambao ninajikusanyia mwenyewe kwa mwezi. Kwa hivi sisi ndo Tanzania tunachojivunia, na sio kujua Kiingereza. Sisi wa Tanzania tumefundishwa kwamba thamani ya mtu iko ndani yake yeye huyo mtu, haiko katika kinywa chake vile anavyoongea Kiingereza. Ndio sisi tulivyofundishwa. Kwa hiyo hata tunapoangalia wenzetu, atuangalie kwamba wale hawajui Kiingereza afu tukawacheka. Sisi tunapoangalia wa Kenya, tunawaangalia wa Kenya kama watu ambao ni wachapakazi sana, watu ambao ni wanajua sana kujitangaza, yani kujipromote. Sisi ndio tunavyoangalia wa Kenya kwamba hawa watu wachapakazi sana, na tunawaadmire katika hilo, yani tunawasifia sana, tunawatamania katika hilo, kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo vinawapa ukuu. Yani huo ndio ukuu wenu. Nyie ni wachapakazi, nyie mnajua kupromote vitu. Imagine mna uwezo kusema mlima Kilimanjaro ni mlima wenu, na mkaweza kuvuta watalii wakaja wakalipa pesa wakawaingizia pato kupitia Kilimanjaro, alafu kuja kuupanda, wanakuja kuupandia Tanzania. Akili kubwa sana hiyo. Lakini baada ya kujivunia sasa vitu kama hivyo mlivyobarikiwa navyo, ukuu kama huo mlionao, nyie mnajivunia Kiingereza. Yani muda kama huu wa kuwacheka Watanzania habari za Kiingereza, mlitakiwa mtucheke juu ya ufanisi wa kazi, jinsi ambavyo nyie mna ile nguvu, mna energy ya kufanya kazi muda mrefu kuliko sisi. Tukiwa maofisini, nyie mnapiga kazi muda mrefu kuliko sisi. Mnajua kupromote jambo likaonekana lenu kuliko sisi. Iko ndo kitu ambacho mnatakiwa mjivunie. Yani thamani yenu iko hapo sasa. Thamani yenu nyie haiko kwenye Kiingereza. Kwa sababu hata Kiingereza chenyewe mnachoongea ni kama mnaongea kilugha. Umeona? Mnaongea Kiingereza kama mnaongea kilugha, accent. Kama yani mnaongea kilugha. Kwa hiyo sometimes hata hatuelewi kama mnaongea Kiingereza. Sisi tunachowaona nyie kwenu ni ile thamani ya utu wenu, yani nguvu yenu. Sisi ndio tunaoiona. Na hiyo mkitutambia, hakika tutanyamaza. Kwa hiyo majirani zetu, mnatakiwa mfahamu thamani yenu ni kubwa sana kuliko hata habari za kujua Kiingereza. Nyie ni wachapakazi. Nyie mnajua sana mambo ya promotion. Nyie mnaweza kuhimili sana kufanya kwa muda mrefu. Hiyo ndo thamani yenu ilipo. Huo ndo ukuu wenu, na sio Kiingereza. Na sisi tunawaangalia katika hayo, hatuangalii katika masuala ya Kiingereza. Kwa wale ambao mnapenda chambuzi za siasa za kimataifa, karibuni katika WhatsApp, katika group langu la WhatsApp. Ni shilingi 5,000 kwa mwezi mzima. Unapata audio zangu za kila siku. Nachambua mambo mbalimbali. Mfano, siku hii ya leo nakwenda kuchambua juu ya Elon Musk na Donald Trump, jinsi ambavyo sasa hivi tiana sera zao mpaka Elon Musk kaamua ajiengue katika serikali ya Donald Trump. Haya mambo nitayachambua kwa undani zaidi kwa dakika 20 katika WhatsApp. Namba 0745 86 1107. 0745 86 1107.